Mwajuma alikuwa msichana wa mjini, mzuri wa sura na umbo, mwenye kujua kutumia uzuri wake kama silaha ya maisha. Alizaliwa na kukulia jijini Dar es Salaam, kwenye mitaa yenye makelele, magari na harufu ya manukato mchanganyiko na jasho la jiji. Hakuwa na kazi ya kueleweka. Kila siku ilikuwa ni hadithi mpya, asubuhi akiwa saloni, jioni akiwa sehemu za starehe, usiku akiwa kwenye hoteli za kifahari akiwapa kampani wanaume wa watu. Kwa Mwajuma, maisha yalikuwa rahisi. Kama una pesa, una nafasi. Hakuwa na imani wala huruma. Alijua kuwa kila mwanaume mwenye familia alikuwa na udhaifu fulani, na yeye alikuwa binti wa kuutumia huo udhaifu. Alitembea na wanaume wengi, lakini hakuna aliyemvutia kama yule Mwarabu aliyemfahamu siku moja kwenye hoteli ya kifahari ya Oyster Bay, Mr. Suleimani. Suleiman alikuwa mwanaume wa makamo, mwenye mwili mkubwa, ngozi nyeupe na maneno matamu kama asali. Alikuwa mfanyabiashara maarufu mwenye maduka kadhaa Kariakoo na nyumba 2 maeneo ya Mbezi Beach. Alipomwona Mwajuma, moyo wake ulipigwa butwaa. Alivutiwa naye kupita kiasi, naye Mwajuma aliona fursa ya maisha mapya yenye anasa. Siku chache tu baada ya kufahamiana, Suleiman alianza kumnunulia zawadi, simu mpya, pochi za kifahari, nguo kutoka maduka ya gharama. Mwajuma akaanza kuamini kwamba hatimaye amepata mwanaume wa kumtoa kwenye maisha ya kubahatisha. Alijikuta akimpenda na kupenda fedha zake zaidi. Kadiri siku zilivyokwenda, Suleiman hakuona hatia hata kidogo kumwaga pesa kwa Mwajuma. Alimpeleka kula chakula kwenye hoteli za kifahari, safari za Zanzibar na hata kumpeleka Dubai kula bata. Mwajuma hakuamini kama haya yote yanamtokea yeye. Kila alipokuwa akipiga picha, aliweka kwenye mitandao ya kijamii Instagram, TikTok, Snapchat, akionyesha maisha ya kifahari yasiyo na mwisho. Kila mtu ana wakati wake, aliandika mara nyingi, akicheka na emoji za moyo na moto. Marafiki zake wengi walimuonea wivu. Wengine walimshangaa jinsi alivyoweza kumpata mwanaume wa namna hiyo. Lakini Mwajuma hakujali. Kila siku ilimfanya ajione zaidi kama malkia wa jiji. Alivaa mavazi ya kifahari, akapaka manukato ya gharama na kuendesha magari aliyokuwa akipewa na Suleiman. Hakujali kama mwanaume huyo alikuwa na mke nyumbani. Kwake, mapenzi yalikuwa mchezo wa akili na ujanja. Aliamini mke wa Suleiman hakuwa wa kisasa, hakuwa na mvuto kama yeye, na kwa hilo alijiona ndiye aliyestahili kuwa upande wa mwanaume huyo. Miezi ikasonga. Mwajuma akazoea maisha ya kifahari kiasi kwamba hakutaka tena kusikia habari za wanaume wengine. Mr. Suleiman akawa kila kitu kwake, chanzo cha furaha, faraja na fedha. Wakati Mwajuma akiendelea kufurahia maisha ya kifahari aliyokuwa ameyapata kupitia Mr. Suleiman, maisha upande wa pili yalikuwa yanayumba vibaya. Nyumbani kwa Suleiman, mke wake halali Bi Aisha alianza kuhisi mabadiliko yasiyo ya kawaida. Mumewe alianza kuchelewa kurudi nyumbani, simu zake zikawa na siri, na upendo wa ndoa ukaanza kufifia taratibu. Mwanzoni, Bi Aisha alidhani labda ni kazi au msongo wa biashara, lakini siku moja akiwa kazini, alipewa picha na rafiki yake, picha ya mumewe akiwa na mwanamke kijana, wakishikana mikono kwenye ufukwe wa bahari huko Zanzibar. Moyo wake uliporomoka. Alimtambua mumewe bila shaka, na yule binti alikuwa Mwajuma, yule aliyekuwa akipamba mitandao ya kijamii kwa picha za anasa. Kwa siku kadhaa Bi Aisha hakulala. Alijaribu kujiuliza ni wapi alikosea. Alilia, aliomba, na mwishowe aliamua kumtafuta Mwajuma mwenyewe. Sio kwa ugomvi, bali kwa upole. Alitaka kuzungumza naye kama mwanamke kwa mwanamke. Siku moja jioni, akiwa amekaa sebuleni huku macho yakiwa mekundu kwa machozi, alichukua simu na kumpigia Mwajuma. "Halo dada yangu, naomba tusizungumze kwa ugomvi," alianza kwa sauti ya upole. "Ninajua una uhusiano na mume wangu Mr. Suleiman. Na kuomba, tafadhali, muache. Tumekuwa pamoja miaka 15, tuna watoto 2 wanaosoma. Tangu umemuingiza kwenye maisha yako, amesahau familia yake. Naomba tafadhali niachie mume wangu." Mwajuma alicheka kwa dharau. "Hivi wewe ndio Bi Aisha? Pole sana mama, lakini mbona unanipigia mimi? Mume wako mwenyewe ndo alinitafuta. Na kwa taarifa yako, siwezi kumuacha, ananipenda na ananiheshimu kuliko unavyofikiri," akajibu kwa sauti ya dharau huku akitafuna pipi.
Kisha akaongeza, usinipigie tena, sitaki usumbufu wa wake waliopitwa na wakati. Akakata simu kwa dharau huku akicheka. Lakini moyo wa Bi Aisha haukukata tamaa. Siku iliyofuata alimpigia tena Mwajuma. Safari hii sauti yake ilionekana dhaifu, imejaa uchungu na huzuni. Dada Mwajuma, naomba nikuombe kwa mara ya mwisho. Tangu mume wangu amekutana na wewe, watoto wangu hawasomi, halipi ada, hatuli vizuri nyumbani. Mimi siwezi kushindana na wewe, lakini tafadhali muache mume wangu arudi nyumbani. Niko tayari hata kusamehe yote yaliyopita. Mwajuma, badala ya kuguswa, alitokwa na maneno makali. Hivi wewe unafikiri mimi ni mchawi wa kumlazimisha mume wako? Kama amekuchoka, shughulika na hilo, usiniletee drama zako. Umeshindwa kumtunza, sasa unakuja kwangu kulia. Haya ni maisha ya mjini, mama, usilie kama mtoto. Kisha akamzodoa kwa maneno machafu, akamcheka na kumwambia, nenda ukajipambe, labda utarudisha mvuto wako. Baada ya maneno hayo, Mwajuma alikata simu tena, safari hii akicheka kwa kebehi. Siku zilikatika taratibu, lakini maumivu moyoni mwa Bi Aisha hayakupungua. Kila alipomwona mumewe akijiandaa kutoka nyumbani kwa harufu nzuri na simu mikononi, machozi yalijaa machoni. Alijua kabisa ni kwenda kwa Mwajuma. Alijaribu kuvumilia, lakini maumivu ya usaliti yalikuwa makali mno. Kila usiku alilala akiwa amezama kwenye mawazo, akijiuliza ni kwa nini Mungu alimruhusu yule msichana kumharibia ndoa yake. Siku moja, rafiki yake wa karibu aitwaye Shufaa alifika kumtembelea. Alimkuta Bi Aisha amekonda, amechoka, macho yamevimba kwa kulia. Dada yangu, nini kimetokea? Shufaa aliuliza kwa huruma. Kwa muda mrefu Bi Aisha hakusema chochote, lakini hatimaye alifunguka. Alimueleza kila kitu, kuanzia simu ya upole aliyopiga, dharau alizojibiwa, hadi namna mumewe alivyomtelekeza. Shufaa alisikiliza kwa makini, akitikisa kichwa huku hasira zikimjaa usoni. Bi Aisha, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo, hii dunia siyo ya upole peke yake. Wengine wanakuelewa vibaya. Unalia wakati wengine wanakula raha na jasho lako. Kama kweli hutaki kupoteza mumeo, twende sehemu moja, nitakupeleka kwa mtu anayejua nini cha kufanya. Bi Aisha hakutaka, lakini tamaa ya kuona haki ikipatikana ilimfanya akubali. Usiku huo huo walikwenda kijijini Mkuranga kwa mganga maarufu aliyetambulika kama Bwana Mzizima. Baada ya Bi Aisha kueleza yote, mganga alitabasamu. Usijali mama, huyu binti hata sahau alichokufanyia, alisema huku akichukua vumbi na majani ya porini. Aliandaa dawa na kumtaka Bi Aisha aitaje jina la Mwajuma mara 3. Baada ya hapo, alitamka maneno mazito ya laana, akisema, kuanzia leo, damu yake haitakata. Atatokwa na damu sehemu zake zote, sehemu ya uke na haja kubwa, maisha yake yote. Atajua uchungu wa kumwaga machozi ya mwanamke mwenzake. Bi Aisha alitoka pale akiwa na mchanganyiko wa hofu na faraja. Hakujua kuwa alichokifanya kingeleta mateso. Siku chache baada ya Bi Aisha kwenda kwa mganga, maisha ya Mwajuma yalibadilika ghafla. Siku moja aliamka akiwa na maumivu makali tumboni. Alidhani labda ni mzunguko wa kawaida wa hedhi, lakini hali haikuwa ya kawaida. Alianza kutokwa na damu nyingi, si tu sehemu zake za siri, bali hata alipoenda haja kubwa, damu ilimwagika isiyo na kipimo. Mwili wake ulianza kudhoofika kubwa, na hakuweza tena kulala vizuri. Kwa hofu, alienda hospitali kubwa mjini Dar es Salaam. Vipimo vingi vilifanyika, lakini madaktari walishindwa kuelewa chanzo cha tatizo. Labda ni maambukizi au tatizo la homoni, daktari mmoja alimwambia kwa mashaka. Alipatiwa dawa za kutumia na kutakiwa kurudi baada ya wiki moja. Mwajuma alitumaini atapona, lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Wiki ya kwanza ilipita, damu haikukoma. Mwajuma alianza kuishi kwa woga na maumivu. Alipoteza hamu ya kula, akawa dhaifu, na hata uso wake uliokuwa uking'aa kwa manukato ya kifahari sasa ulionekana kuchoka. Akawa akikaa nyumbani tu, akibadili pedi kila saa, macho yakiwa mekundu kwa kukosa usingizi. Mr. Suleiman alipoona hali ile, alianza kumfariji. Alimpeleka hospitali tofauti tofauti, wakajaribu madaktari kadhaa,
lakini hakuna aliyegundua tatizo. Wengine walishauri atibiwe India, lakini Mwajuma hakuwa na nguvu wala mipango. Suleiman, akiwa amechanganyikiwa, alijitahidi kwa muda, lakini kadiri hali ilivyozidi kuwa mbaya, moyo wake ulianza kubadilika. Alihisi aibu, hofu na lawama. Alianza kurudi nyumbani kwa mkewe Bi Aisha mara kwa mara. Alijifanya kama anarudi kwa ajili ya watoto, lakini ndani ya moyo wake alijua kuwa anatoroka majanga aliyojiletea. Mwajuma alipoona mpenzi wake anaanza kumwepuka, alianza kuwa na wasiwasi. Kila alipompigia simu mara nyingi hakupokea. Siku moja alipiga simu mara kadhaa, mwishowe simu ikapokelewa. Lakini kilichomshtua ni kwamba sauti iliyojibu haikuwa ya Mr. Suleiman bali ni ya Bi Aisha. "Halo Mwajuma," Bi Aisha alisema kwa sauti ya kejeli. "Unatafuta nani?" "Mume wangu." Mwajuma alinyamaza kwa sekunde chache, akitetemeka. Bi Aisha aliendelea, "Ulikuwa unajifanya mrembo sana Umenyang'anya mume wa mtu, na sasa tazama kilichokupata. Sema, bado una nguvu za kupiga picha Dubai?" Mwajuma alijaribu kujitetea. "Aisha, naomba uniache, mimi ni mgonjwa." Lakini kabla hajamaliza, Bi Aisha alimkatiza kwa maneno makali. "Ndiyo, mimi ndiye niliyekuloga. Hata uende hospitali gani hutapona. Utaona damu hadi utakapoaga dunia." Kisha simu ikakatwa ghafla. Mwajuma alibaki ameduaa, macho yamejaa machozi. Alishika tumbo lake kwa uchungu, akijua sasa maumivu haya hayakuwa ya kawaida. Hapo ndipo alipoanza kutambua kwamba alicheza na moto ambao sasa ulikuwa unamteketeza taratibu. Siku ziligeuka kuwa mateso kwa Mwajuma. Kila alfajiri aliamka akiwa dhaifu zaidi ya jana. Damu ziliendelea kumtoka bila kukoma, na harufu ya madawa ya hospitali ilianza kumchosha. Alipoona tiba za kisasa hazimsaidii, alianza kusaka msaada kwa waganga wa kienyeji. Alizunguka sehemu mbalimbali, Bagamoyo, Kisarawe, hata Morogoro, akifuata habari za waganga maarufu. Kila alipoenda, aliambiwa mambo tofauti. Wengine walimwambia amelogwa, wengine walimpa dawa za asili, wengine walimwambia aoge baharini usiku wa manane. Alifuata kila maagizo kwa imani na hofu, lakini hakuna kilichomsaidia. Kila dawa aliyotumia ilionekana kuzidisha maumivu badala ya kupunguza. Miezi ikapita. Mwili wake ulianza kudhoofika kabisa. Ngozi yake iliyokuwa iking'aa sasa ilikuwa imepauka, macho yake yalizama ndani, na midomo yake ilikauka kana kwamba hakuwahi kufurahia uhai. Watu waliokuwa wakimzunguka zamani, marafiki wa mitandao waliompongeza kwa maisha ya kifahari, wote walitoweka. Hakuna aliyebaki kumpa faraja. Alipoteza kila kitu, ikiwemo pesa zote alizokuwa amepewa na Mr. Suleiman. Kila senti aliyokuwa nayo alitumia kwa waganga na madawa, lakini matokeo yalibaki vile vile. Sasa alikuwa maskini, mgonjwa na mwenye kukata tamaa. Mara nyingi alijifungia chumbani, akilia kwa sauti ndogo, akiomba rehema kwa Mungu. Usiku mmoja, akiwa amekaa kitandani akiwa na maumivu makali, aliwaza jambo moja. Labda ni wakati wa kuomba msamaha kwa Bi Aisha. Kwa mikono iliyotetemeka, alichukua simu yake na kumpigia Bi Aisha. Simu ililia kwa muda mrefu kabla haijapokelewa. "Halo?" Sauti ya Bi Aisha ilisikika kwa ukali. "Mama Aisha, tafadhali nisikilize, naomba unisamehe," Mwajuma alisema huku akilia. "Sikujua nilikuwa na kuharibia maisha kiasi hicho. Nimepata mateso makubwa, damu haikati, nimezunguka kila mahali sijapata tiba. Naomba tu unisamehe, labda Mungu atanirehemu." Kulikuwa na ukimya kwa sekunde chache. Kisha sauti ya Bi Aisha ikarudi kwa ukali na dharau. "Unakuja kuniomba msamaha sasa baada ya kunitukana na kuniibia mume? Unafikiri mimi ni nani? Subiri kufa Mwajuma, hakuna sehemu utapata tiba. Ulicheza na maisha yangu, sasa onja uchungu wa machozi niliyomwaga." Alipomaliza kusema hivyo, Bi Aisha alikata simu kwa hasira. Mwajuma alibaki akiwa ameduaa, akilia kwa sauti kubwa. Alishika kichwa chake na kulia kwa uchungu. "Mungu wangu, nifanyeje sasa?" Sauti yake ilivuma chumbani kama upepo wa huzuni. Alijuta kwa kila neno la dharau alilowahi kusema, kwa kila picha aliyoiposti ikimfedhehesha mwanamke mwenzake.
Sasa alielewa kwamba raha za haraka zina mwisho mchungu, lakini majuto yake yalionekana kuchelewa kwa sababu mateso yake hayakuonyesha dalili yoyote ya kumalizika. Maisha ya Mwajuma yalifika mwisho wa matumaini. Alikuwa amekonda sana, mifupa ikionekana wazi, macho yake yamezama na ngozi yake imepauka kana kwamba damu yote imeisha. Hakukuwa tena na marafiki, hakuna aliyemtembelea. Wale waliokuwa wakimpongeza kwa mitandaoni walikuwa mbali, na wale aliokuwa akiwadharau hawakutaka kumsikia. Alibaki peke yake, akiwa kwenye chumba kidogo alichokuwa akipanga, akijiuliza kama Mungu bado anamkumbuka. Siku moja, akiwa amekaa kitandani akilia, jirani mmoja aitwaye Mama Rehema aliingia kumuona. Alimkuta Mwajuma katika hali ya kusikitisha. Kwa upole alimwambia, "Binti yangu, dawa za waganga hazitakusaidia. Njooni nami kanisani kesho, Mungu anaweza kufanya muujiza." Mwajuma, akiwa amechoka kabisa kwa majaribu, aliamua kukubali. Siku iliyofuata, walikwenda kwenye kanisa dogo lililoko Mwenge. Huko alikuta watu wakiimba na kuomba kwa sauti ya imani. Alipofika mbele ya madhabahu, mchungaji alimshika mkono na kumwombea kwa bidii akitamka maneno ya uponyaji. Mwajuma alianza kulia sana, machozi yakitiririka kama mvua. Alijihisi kama mzigo mzito unatoka ndani ya moyo wake. Watu waliokuwa pale waliendelea kumwombea, wakimtia moyo na kumwambia Yesu anakupenda. Baada ya maombi hayo, siku ziliendelea kupita na hali yake ilianza kubadilika kwa taratibu. Damu zikaanza kukoma, maumivu yakapungua na mwili wake ukaanza kurudia nguvu. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, Mwajuma alipumua kwa amani. Alijua bila shaka yoyote kwamba Mungu ndiye aliyemponya. Kuanzia siku hiyo, Mwajuma aliamua kubadilika kabisa. Alianza kusali kwa bidii, akajitenga na maisha ya starehe na dhambi. Aliamua kuishi maisha mapya ya toba na imani. Alianza kuwaonya wasichana wenzake kuhusu tamaa ya pesa na kuvunja ndoa za watu. Wote waliomfahamu zamani walishangaa kumuona akiishi kwa unyenyekevu na tabasamu jipya usoni. Mwajuma alijifunza somo kubwa maishani, kwamba mali, uzuri na anasa za dunia havina thamani mbele ya amani ya Mungu. Akaishi maisha mapya, akiwa kielelezo cha msamaha na toba. Mwisho wake haukuwa tena wa fedheha, bali wa neema na ushuhuda wa kweli kwamba hakuna uchawi unaoweza kushinda nguvu ya Mungu. Asante sana msikilizaji kwa kufuatilia simulizi hii ya kusisimua. Ikiwa umejifunza kitu au umeguswa na hadithi hii, tafadhali like, comment, share na subscribe ili upate simulizi nyingine kali zaidi kila wiki. Maoni yako ni muhimu sana. Tuandikie hapo chini ulivyopokea simulizi hii, ni sehemu gani imekugusa zaidi na ungependa tusimulie hadithi gani ijayo. Endelea kuwa nasi kwa simulizi zenye mafunzo, burudani na uhalisia wa maisha. Asante kwa kutazama na kusikiliza.